Hizi ni ripoti kutoka Ibn Jazar TV tukiwa hapa Starlight Hotel jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuwapongeza wanafunzi mbalimbali ambao wamehitimu vyuo mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania, lakini pia kuwaaga wanafunzi ambao wanakwenda nchini Malaysia kwa ajili ya kwenda kusoma masomo yao ya shahada ya kwanza, wakiwa wamedhaminiwa na taasisi ya Ibn Jazar Schools kwa kushirikiana na Masjid al-Qadiria, na bila kusahau udhamini moja kwa moja kutoka huko nchini Malaysia. Mbele yako niko naye daktari ambaye pia amehifadhi Qur'an. Atajitambulisha yeye ni nani. Tuko naye hapa kwa ajili ya kuongea naye mawili matatu kuhusiana na elimu yake na kwa namna gani Qur'an inamsaidia taaluma yake ya udaktari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina lako? Majina naitwa Dr. Bushra Othman. Na ni elimu yako? Ni daktari ambaye nimemaliza Bachelor of Medicine and Surgery katika chuo kikuu cha Jamiatul Fiqh Al-Alamia International University of Africa kilichoko Sudan. Na umehitimu juzu 30. Hongera sana. Watu wengi wanaamini, jamii ya Kitanzania inaamini kwamba mwanafunzi ambaye amehifadhi Qur'an hawezi kufikia malengo yake ya kisekula. Hii imekaaje? Kweli Qur'an ndio nguzo ya kila kitu, na ukiweka Qur'an mbele hamna matatizo yote ambayo yatakuja kupitia katika kila sehemu yako ya maisha, mathalan maisha ya kiujumla na katika maisha yako ya elimu. Kwa hiyo kama unaweza kusoma na kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, elimu ya sekula siwezi nikasema ni rahisi, lakini ni njia nyepesi ambayo pia itakuendeleza masomo yako. Udaktari wako ambao leo unaufanyia kazi, Qur'ani kama Qur'ani ambayo umehifadhi, inakusaidiaje katika kazi yako, hasa unapowatibia wale wagonjwa? Inanisaidia katika namna nyingi, kwa sababu kwenye Qur'ani kuna vitu vingi ambavyo tulijifunza na tunaendelea kujifunza, na vitu ambavyo vilipita katika kipindi cha masahaba na mitume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cha kwanza kwenye Qur'ani inatufunza sisi tuwe wanyenyekevu, tuwe wapole, tuwe na huruma, na hiyo ni nguzo ya kwanza ambayo daktari anatakiwa awe nayo wakati unapomtibu mgonjwa ama unapomtibu binadamu yoyote. Unatoa wito gani kwa jamii kuhusiana na swala la kuhifadhi Qur'an na swala la secular, yaani kwamba vijana wengi wanaoogopa kuingia kwenye mambo ya tahfidhi al-Qur'an na Qur'an kwa ujumla au kuisoma dini yao, wakihofia kwamba wanaweza wakafeli katika masomo yao ya shule? Hiyo ni dhana potofu. Naweza nikasema, ninahakikisha kusema kwamba ni dhana potofu, kwa sababu Qur'ani ndio nguzo, ndio nuru, ndio mwangaza wa maisha. Kwa pale mtu ambapo anapoishika Qur'ani vizuri, hamna jambo ambalo litatetereka kwenye maisha yake. Tukushukuru sana kwa muda wako na Mungu akubariki. Shukrani sana.